Movie inafungua na kutuonesha bidada mmoja anayefahamika kama Dushin. Huyu bidada bana ni mganga wa kienyeji, lakini anatembea na laana moja ya ajabu sana. Lakini akifikisha miaka 18, basi msichana huyu atakuwa anatumiwa na mizimu. Yaani mizimu itakuwa inavaa mwili wake na kutumia katika mambo mabaya tu. Inaweza kumtumia kufanya umalaya, kufanya wizi, yani kila chochote kile kibaya. Lakini bidada anatakiwa kupambana nayo mpaka akiweza kuishinda, basi ataishi maisha yake vizuri. Na ili kuweza kufanikiwa kuishinda hiyo mizimu, anatakiwa kuanza kupambana nayo kuanzia sasa hivi ili kupata uzoefu, ili anapokuja kufika katika miaka 18 awe na nguvu sana. Lakini kwa bahati mbaya bidada Dushin hayuko tayari kabisa kuanza michakato hiyo ya kupambana na mizimu. Mama yake alikuwa anamsihi sana binti yake kuingia katika uwindaji wa mizimu, lakini alikuwa anakataa. Sababu kubwa inayosababisha Dushin akatae kabisa kuwinda mizimu ni kwa sababu bibi yake aliwahi kuuliwa mbele ya macho yake akiwa anawinda hiyo mizimu. Basi bwana we, siku ya leo bidada ndo alikuwa anatakiwa kwenda kuanza shule katika shule mpya kidogo. Sasa katika hii shule mpya kuna darasa moja ambao siku ya leo mwalimu alikuwa akigawa matokeo. Hasa wanafunzi wakati wanapokea ripoti zao za matokeo walikuwa na wasiwasi sana kwamba mtu wa mwisho je, atakuwa anatokea katika darasa letu au darasa jingine. Na ukweli ni kwamba mwaka uliopita mwanafunzi wa mwisho katika hii shule inaonekana alijirusha kutoka juu ya ghorofa mpaka chini akafa pale pale. Kwa hiyo wakawa na wasiwasi huenda mwanafunzi huyo atakuwa katika darasa hili hili. Na katika sekunde hizo hizo kumbuka kwamba madarasa mengine pia na wenyewe wako kupokea mitihani. Wakasikia puu, ile kuchungulia nje wanagundua kwamba tayari mwanafunzi wa mwisho alikuwa amejitupa nje ya ghorofa na ameanguka chini. Na hili ni tukio jingine katika mwaka mwingine. Mwanafunzi anayebahatika kuwa nafasi ya mwisho basi anajitupa nje na kufa. Ile kuja kuuliza jina wakaambiwa kwamba huyo mwamba anafahamika kama Kim Jong Un. Yaani jamaa alivyokuwa tu wa mwisho akajitupa nje ya darasa. Katika siku hii ya tukio bidada Dushin naye ndo alikuwa anahamia katika hii shule. Basi mwalimu akamkaribisha mwanafunzi mgeni huyo na akampatia siti. Lakini wakati ameenda kukaa kwenye ile siti, kumbuka hii siti ni ya mwanafunzi ambaye ndo alifarikigi kipindi cha mwanzo kabisa kabla huyu mwanafunzi wa pili kuweza kujirusha katika dirisha. Ila bidada Dushin alishangaa sana kumwona mwamba mmoja anafahamika kama Wusu. Alikuwa anamwangalia mpaka anavyokaa, anavyotembea, kana wasiwasi. Jamaa mbona aniangalia sana. Na huyu jamaa kila mtihani ambao unakuja huwa yeye anakuaga wa kwanza tu. Yaani kiufupi huyu ndio nondo wa darasa. Huku katika ofisi ya mkuu wa shule akawa anasema kwamba inawezekanaje wanafunzi wote wa mwisho wanajiua tu? Tutafanyaje katika jambo hili? Lakini kwa kuwa inatakiwa iandikwe ripoti, basi mkuu wa shule akapendekeza kwamba ripoti iandikwe kwamba bwana mdogo amejirusha kutokana na matatizo ya kifamilia, sio kujiua kwa sababu amekuwa wa mwisho darasani. Alafu mkuu wa shule akawaonya walimu kwamba wasiwaruhusu kabisa wanafunzi kulizungumzia jambo hili kuanzia sasa. Hasa bidada akiwa amerudi nyumbani kutokea siku ya kwanza alipoweza kuripoti shule, kuna mwamba mmoja anafahamika kama Yansu. Huyu jamaa ni mzimu na alikuja kumtembelea bidada, lakini huyu jamaa alifarikigi wakati bidada na miaka 8 tu. Bidada Dushin akawa anawaambia huyu mzimu Yansu kwamba toka chumbani kwangu bana, mimi mtoto wa kike. Lakini huyu mzimu akawa anasema samahani bana, tunawindwa kule nje, kwa naomba nijifiche kwa muda kidogo. Na kwa nini bana huyu mzimu unawindwa? Kumbe bana huyu mzimu ulikuwa umevaa mwili wa kijana fulani na ukaanza kumpiga mamake na bidada Dushin kichapo kizito, kwa sababu mamake na bidada Dushin ni muinda mashetani. Yaani mtu anampiga mamako alafu anakuja kujificha chumbani kwa mtoto wake. Na mamake na bidada Dushin amejipanga kweli kweli, ana mpango wa kumkatafuta huyu mzimu na mpaka mpige moto. Na mwamba anasema mimi nakumbuka kwamba nina mama ila sikumbuki kwamba mamangu yuko wapi. Na jamaa anamkumbusha bidada kwamba uliniahidi kwamba utanisaidia kumtafuta mama yangu. Ni miaka 10 imepita rafiki yangu, mpaka dakika hii bado tu unisaidie yani. Lakini bidada akasema bana, kwa muda wa miaka 10 unatosha. Mimi sasa hivi sitakusaidia kabisa kumtafuta mama yako. Mwamba akaanza kumbembeleza bidada, tafadhali bana nisaidie kumtafuta mama. Nimevumilia kwa muda mrefu sana ujue. Sasa tukirudi huko katika familia ya mwamba Wusu, yule jamaa ambaye anaongoza darasani, leo alikuwa anaongea na familia yake wakiwa wanajipatia chakula cha jioni. Na alikuwa anawaambia wazazi wake kwamba bidada Dushin amehamia katika shule yetu. Sasa wazazi wake wakaanza kusema kwamba mama yake na yule bidada ni mchawi vibaya mno. Huenda hata mtoto wake atakuwa amelisi uchawi. Usijengenee mazoea kabisa. Lakini mwamba akikumbuka kabidada kalivyokuwa kameingia darasani akawa anasema mama, msishawishike bana, mtakuja kupigwa pesa zenu sana kwa kuamini mambo ya kishirikina. Mtu atakwambia umelogwa utaanza kutoa pesa. Usiamini kabisa mambo ya mizimu. Sasa kesho yake bana, wakiwa wako darasani, kuna mwanafunzi mmoja tu akaongea kwa kupiga kelele akasema kwamba wakati ule mwanafunzi amejirusha juu ya ghorofa mpaka chini, bidada Dushin alikuwa yuko kando yake. Sijui alikuwa anafanya nini pale. Wengine wakaanza kusema huenda bana bidada Dushin ndio alikuwa amemsukumiza yule mwanafunzi kwa akaenda kukagua pale kuangalia je ameanguka kweli au la. Kwa sababu hata hivyo bidada Dushin anaonekana akiwa na jeraha katika sura yake. Huenda sasa alikuwa anagombana na huyo mtu akaamua kumsukumiza juu ya ghorofa mpaka chini. Lakini kitu ambacho walikuwa wajui ni kwamba bidada Dushin lile jeraha ambalo lilikuwa katika sura yake lilikuwa ni jeraha wakati anapambana na ule mzimu ambao ulikuwa unamshambulia mama yake. Hasa akashangaa, hili darasa machizi nini hawa wajitambui eti? Mbona wanaanza kunilaumu mimi kati mwanafunzi mgeni ndio kwanza nimefika jana na sielewi chochote kinachoendelea. Sasa wakati bidada Dushin amesimama kwa hasira anataka kwenda kupambana, akashangaa yule kijana ambaye anaongoza darasani akaenda kumsimamisha akasema kwamba mimi naomba unisaidie jambo moja. Unisaidie kuweza kufanya mahesabu kati
yangu na msichana wangu. Nataka uniambie kama kweli nyota zetu zinaendana na huyo msichana ambaye mimi na date naye. Kumbuka kwamba Mwamba ameshapewa taarifa kwamba mama yake na huyu bidada ni mchawi sana. Kwa hiyo yeye anataka huyu bidada amsaidie kutaka kukagua nyota yake na ya mpenzi wake. Lakini bidada Dushin akawaza kama akifanya jambo lolote lile la kiganga na ikafahamika kwamba yeye ni mchawi, basi itakuwa mbaya sana hapa darasani. Lakini bidada akasema hafahamu mambo hayo yote, akawa bize tu na shughuli zake, hakutaka kujibu chochote kile. Lakini wakati bidada anataka kuondoka, Mwamba Usu akaenda akamkumbatia bidada, akaanza kumwambia nakuomba bana, nisaidie basi katika jambo hilo. Watu wakaanza kupiga picha hii moment. Kumbe bana, nafsi ya bibi yake na bidada ndio imemuingia huyu Mwamba, ndio imemkumbatia bidada. Sasa Mwamba hapo ni kwamba sio akili yake, na bidada Dushin aligundua kabisa kwamba aliyemkumbatia ni bibi yake, kwa sababu alikuwa anasema nakutia moyo mjukuu wangu, jitahidi, vumilia, hayo yote yatapita tu. Sasa Mwamba Usu ndo amepata fahamu zake, anagundua kwamba alikuwa ametoka kumkumbatia bidada. Anajiuliza, nimemkumbatia bidada kwa ajili gani? Labda Mwamba anamwambia sewe mwanangu noma, yaani msichana mgeni amekuja jana tu, leo ushamkumbatia, wewe ni noma na ngai. Jamaa kuja kutazama hivi, wewe ni mimi nilikuwa namkumbatia bidada kivipi yani? Mshikaji akamfuata bidada moja kwa moja, akawa anamtoa nje ya darasa akiwa amemshika mkono. Sasa wanafunzi wengine wakaona hili ni moment ya kimahaba, eti jamani, watu wanavyopendana, cheki walivyoshikana mikono. Mwamba anasema, sasa wewe umenifanyia mimi kitu gani? Mbona mimi sielewi, nimejikuta tu nimekukumbatia, watu wameturekodi, afu mimi sikuwa na mpango kabisa wa kukumbatia. Bidada Dushin akasema, afu wewe mkaka wewe, hata siku moja sijawahi kukupenda na wala sikutamani. Sitaki kabisa uanze kujipendekeza kwangu eti kwa sababu tu wazazi wetu wanafahamiana. Mpumbavu nini wewe? Mwamba akasema, kwa hiyo nadhani mimi nakupenda, mjinga mkubwa mwenyewe bana. Lakini wakati huo ghafla tu nafsi ya bibi yake ikawa imemwingia Mwamba tena Usu, ikaanza kuongea na bidada na akaanza kusema kwamba ile nafsi chafu ambayo ulikutana nayo miaka 10 iliweza kupita iko ndani ya hii shule, na akasema kwamba namna ambavyo nafsi ile iliweza kuua kipindi cha zamani ndivyo inavyoua hata katika hii shule. Mama akasema uwe makini sana kwa sababu umezungukwa na hatari mbaya. Bidada mpaka kafumba macho kwa sababu kila akimtazama huyu kijana anahisi kwamba ni huyu kijana anamuigizia. Alipofumba macho akawa anamuona bibi yake kabisa. Haraka sana bidada akaenda akamkumbatia bibi yake. Sasa wanafunzi wanachokiona huku ni kwamba bidada amemkumbatia tena Mwamba. Ina maana hao walivyokuwa wamekumbatiana darasani haikutosha, wamekuja kukumbatiana na huku nje. Jamani, huba hili. Na bibi akasema, mjukuu wangu, nafsi hiyo ipo katika hii shule, ina furaha sana kuona kwamba wewe umekuwa, ina furaha sana. Na hii nafsi chafu ndio iliyokuwa imemwachia bidada laana kwamba atakapofikia umri wa miaka 18 tu itaanza kutumia mwili wake kufanya mambo machafu ikiwemo kufanya umalaya, wizi, matukio yote ya ajabu. Kwa hiyo nafsi hii imefurahi kumwona bidada kwa sababu tayari ameshakuwa na miaka 18, anaingia wiki ijayo tu hapo. Na kwa advertise, yani kwa matangazo tu, ile nafsi kwanza ikawabambiza pamoja Mwamba Usu pamoja na bidada, afu ikapita katikati yao, hiyo ikaenda zake kwamba hii ni nafsi ni nguvu mno. Lakini mkuu wa shule ni kama kuna siri fulani ambayo anaijua, kwani alikuja na kitu fulani hivi kama kamba fulani hivi, afu ile kamba akaitumia kuweza kuwapiga nayo wao wanafunzi. Hasa ile wanashtuka tu, Mwamba Usu ndo alikuwa wa kwanza kushtuka, anagundua kwamba yupo katika hospitali ya shule, alafu kando yake bidada amelala. Haelewi Mwamba amefikaje hapa, yani siku ya leo matukio anapigwa matukio, haelewi hata anakuaje yani. Hasa ajabu ni kwamba Mwamba Usu alikuwa anaweza kuiona ile nafsi ambayo bidada alikuwa ameiapia kwamba ataisaidia kumtafuta mama yake miaka kama 8 iliyoweza kupita. Anashangaa hii nafsi anaiona iko kando ya bidada. Ikabidi Usu kuweza kuweka macho yake vizuri, labda anaona au aoni. Yani bidada ina maana dakika hizi tayari ana mwanaume hapa hospitali. Na Hansu akatelepoti haraka sana akatokea mbele kidogo ya Mwamba Usu. Aisee, jamaa alishtuka sana. Nini hiki? Lakini huu mzimu unaofahamika kama Hansu ulishangaa na wenyewe. Ina maana kuna binadamu mwingine anaweza kuniona. Ina maana wawili hao wananiona sasa hivi Lakini bidada Dushin aliufukuza ule mzimu kwa kuufokea sana. Na yeye mwenyewe pia alikuwa haelewi kabisa kwamba ina maana huyu jamaa anaweza pia naye kuona mizimu au Mwamba Usu akawa anamuuliza bidada Dushin, wewe umenifanyia kitu gani bana? Mimi naanza kuona wachawi na niliambiwa wewe kachawi tu, na mamangu alisema kwamba mamako wewe ni mchawi sana. Lakini bidada Dushin akasema utajijua mwenyewe bana, akawa anaondoka zake. Lakini mwalimu kila wakati alikuwa anashuhudia bidada Dushin vizuri tu, na kuna nafsi ambayo alikuwa ameikamata katika kile kibegi chake. Inaonekana mwalimu naye ni mtaalamu mbaya mno huyu. Lakini wakati mwalimu mkuu anaiweka ile nafsi katika eneo lake la mfuko, aliongea maneno ya ajabu sana. Akasema, mmesahau mkataba wetu, mnatakiwa kuwaingilia wanafunzi wale ambao wanapata alama za mwisho kabisa katika shule, na hao ndio mnaowaua. Msimuingilie mwanafunzi mwingine yeyote yule tofauti na hao. Kumbe bana, matukio yote ya wanafunzi kuweza kufariki hapa wanaopata maksi za mwisho, mkuu wa shule ndiye ambaye yuko nyuma ya hilo tukio. Alafu pia mkuu wa shule aligundua kabisa kwamba kijana huyu alikuwapo amevaliwa na nafsi ya mbibi fulani, na kutokea alipoweza tu kumuona yule kijana na nafsi ya mbibi ndani yake, akasema kwamba nimeshamjua huyu binti ni nani. Inaonyesha kwamba mkuu wa shule naye si haba, kuna vitu vingi anavijua na vitu vingi ameviweka kama siri. Tutakwenda kujua katika episodi ya pili huyu mkuu wa shule ni nani.
na bidada ndio tayari ashaingia na anaingia miaka 18, sawa sawa na kiapo cha ule mzimu ulivyokuwa umeahidi kwamba bidada atakapofika miaka 18 tu utaanza kutumia mwili wake kwa mabaya mengi. Sasa tukutane katika episode ya pili, itakwenda kutupa majibu ya nini ambacho kitakwenda kujili. Mimi ni DJ Paul na hii ni PVP Media Max.